Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa, Bwana asifiwe. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji wa maaskofu na wainjilisti. Leo kuna mambo nataka niyaweke wazi katika watu wanaoitwa watumishi. Katika watu wanaoitwa watumishi, iwe kanisa lolote, dini yoyote. Unapomfundisha mtu, jaribu kuonyesha usahihi wa maandiko. Walio wengi wanafundisha theology. Theology ambao ni mafundisho mpinga Kristo. Theology ambao ni mafundisho ya uongo. Mafundisho ya watu ambao wameyatunga wenyewe kwa lengo tu la kudanganya watu, kwa lengo tu la kupotosha watu. Na wale watu wanaofundishwa na mafundisho ya theology hawafikii kiwango cha kuijua Biblia. Lengo ni kuijua Biblia. Leo wamekuwa watu wananituhumu, watu wananitukana pasipo kujali kwamba mimi nasoma Biblia, nasoma maandiko na nafikisha katika jamii kama ilivyo. Ule upotoshaji unaoendelea katika makanisa na jaribu kuweka wazi ili waweze kurudi nyuma, waweze kukumbuka. Wakati natoa maandiko, wakati nasoma, usitukane wala usikejeli. Cha msingi jaribu kuangalia ile maandiko unayoyatoa. Je, ni ya kweli? Kama ni ya kweli, je, mnayatenda kwenu kwenye makanisa yenu? Au mnayafanya na kuyatimiza? Ingekuwa vizuri wakati natoa maandiko, nakaa karibu na Biblia yako. Nafuata ushahidi kile ninachokisema, je, ni cha kweli? Maana mimi siyatoi mwenyewe kwenye shauri langu, kwenye moyo wangu, bali nasoma kilichoandikwa humu kwenye Biblia. Nasoma yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Biblia. Watu wanatuhumu. Mfano, nitajaribu kurekebisha vitu, kila kitu nitatoa somo moja moja tu. Kila kitu somo moja moja tu. Na usome kwenye Biblia yako. Au wanaotukana, wanaokejeli mafundisho waweze kuzibwa vinywa vyao, kwa sababu hawana neno baya juu yetu tunayoyaongea kwamba ni ya ukweli. Na wao, mimi niulize swali lolote nitakujibu kibiblia. Uliza swali lolote kwenye kitabu chochote cha dini, mnadi kitu cha dini, isipokuwa tu kitabu cha Wahindi. Sijawahi kusoma vitabu vya Wahindi, lakini masafu ninao kwa lugha ya Kiswahili, nitakujibu. Biblia ndio kitabu changu, Agano Jipya ndio chakula changu cha kila siku. Watu wanatukana pasipo kusoma, pasipo kuangalia ni halali wanayofundishwa kwenye madini yao. Maana mimi natoa kile ambacho wanapotosha kwenye dini zao kwamba sio ukweli. Wewe unatakiwa ufanye kitu hichi, wao wanapinga. Ninaposema kwamba sadaka hairuhusiwi, wanapinga bila maandiko. Natakuwa uniletee andiko kwamba sadaka tunachukua imeturuhusu hapa. Watu wanazini, natakuwa uonyeshe kwamba sisi tunaruhusiwa kuzini ni hapa. Watu wanakunywa pombe, natakuwa toe ushahidi kwamba sisi tunakunywa pombe ni hapa. Lakini wanatukana, wanakejeli pasipo ushahidi. Tuanze moja moja. Ni hao wanaokutana katani, toe andiko moja moja tu. Tuangalie. Ukija katika Waebrania 10:12 inasema, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja tu idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akangojea hata adui zake wawekwe chini ya miguu yake. Hii chini ya miguu yake imenukuliwa kwenye kitabu cha Daudi, Zaburi 110. Baadaye Yesu akawafundisha katika kitabu cha Mathayo 22, alipowaambia Daudi ni mwana wa nani? Akadhihirisha kwamba mimi nitakuwa mwana wa Daudi, na kwaje Daudi ananiomba mimi? Haya. Ukija kwenye mstari wa 14, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. 15, na Roho Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalofanya nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Mstari wa 18, basi ondoleo la hayo likiwepo, hapana tena toleo tena kwa ajili ya dhambi. Huwezi kutoa tena sadaka yoyote kwa ajili ya ukombozi wa dhambi. Ukishamwamini Yesu Kristo, Yesu baada ya kufa, sio ukishamwamini, baada ya Yesu kufa msalabani pale, hakuna toleo lolote tena kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hakuna. Huwezi kutoa sadaka yoyote kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kama unaweza kutoa sadaka kwa ajili ya kuondoa dhambi, je, unaweza kununua msamaha wa dhambi? Sasa ina utofauti gani kununua msamaha wa dhambi kwamba unaununua? Kwamba wewe unanunua usamehewe dhambi zako au matendo yako leo yatenda maovu, kwamba uyatoe hela usamehewe kupitia hayo. Yaani usamehewe dhambi kupitia pesa.
utoe pesa kwa ajili ya msamaha wa dhambi, utoe pesa kwa ajili ya kumwombea msamaha mama yako, utoe pesa kwa ajili ya kuombea msamaha familia yako, utoe pesa ununue msamaha wa dhambi kwa ajili ya kufuta dhambi yoyote kwa kutoa pesa. Hicho kitu sio sawa, hakipo. Kwanza jamani, ni uongo. Mimi kama mchungaji, kama mwalimu, kama mwinjilisti, hii kitu nakikemea, ni cha uovu, hakifai kabisa katika Yesu Kristo. Baada ya kumwamini Yesu Kristo tumesamehewa dhambi zetu bure bila malipo. Hatujatoa chochote. Inaendelea 18. Nitairudia tena 18. Basi ondoleo ya hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Hao wanaowahubirieni kwamba unatoa kwa ajili ya dhambi ni wakina nani? Mbona Biblia inapinga katika Waebrania 10:18? Haya, tunaendelea 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile iliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Kwa hiyo njia ni mpya, labda mlikuwa hamjui. Njia hii ni mpya katika Yesu Kristo. Tunaingia kwa kupitia damu ya Yesu Kristo mbinguni. Tunaingia kwa kumwamini Yesu Kristo. Sasa wewe unapoambia watu watamuona Mungu kwa kutoa sadaka yako, watu watabarikiwa kwa kutoa sadaka yako, watu watasamehewa dhambi kwa kupitia sadaka yako, hayo mafundisho ni ya wapi? Na ni ya kitabu gani? Mbona Biblia inasema njia hii mpya, tunaingia katika ufalme mpya, ulimwengu mpya, Yerusalemu mpya kwa kupitia damu ya Yesu. Tunaingia patakatifu kwa kupitia jina la Yesu, damu yake iliyomwagika msalabani. Hapa napohubiri haya, mimi nakuwa na ugomvi na makanisa yote. Wananiona mimi nimechanganyikiwa, wananiona mimi napotosha, wananiona mimi na wanyima kupata pesa. Sasa haya mafundisho haya wanayafundisha kwenye makanisa yenu? Kwenye hii Waebrania, hiyo Waebrania 10 wanaenda kwenye Waebrania 10:25, eti tusaje kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine, tuonyane. Wakishafika pale wanaanza kuwadai sadaka, wanaanza kuwadai mapokeo. Mbona kitabu hicho wanachokisoma andiko hilo linawapinga? Javadi, inawapinga, Biblia inawapinga. Hicho mnachokifanya kwamba ni dhambi. Kwa hiyo kwenye Biblia ndio unaweza kufundisha kaandiko kamoja tu kawafundisha watu kwamba wameelewa. Ubarikiwa hauji kwa sadaka, ubarikiwa hauji kwa matoleo. Ubarikiwa ni tauba ya kweli, ni kutubu na kuacha dhambi. Bwana Mungu anaposema naangalia moyo, ni matendo yako, ni mema au ni mabaya. Na ndio maana mtu leo anaweza kaja akaokoka, akasema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimekuja kwako, lakini kesho akaishi kwenye dhambi. Yaani kwenda kusali na kusema sala ya toba sio kuokoka. Kusali sala ya toba na kuwabatiza watu sio kuokoka. Kuokoka ni kuacha dhambi. Haya matendo haya ya sadaka, utupu, matendo yote yaliyokatazwa kwenye Biblia kwamba sio haki, hiyo ndio dhambi. Ndio maana Biblia ikaja idufundishe ili tutembee katika ukweli. Haya, ngoja tumalizie hapa. Na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyuziwa mioyo, tuyaache dhamiri mbaya. Tumeoshwa miili kwa maji safi. Tumeoshwa miili yetu kwa maji safi katika Yesu Kristo alipochoma mkuku, ulitoka maji na damu. Tushaoshwa sisi. Leo naongopea watu sadaka ni halali. Mafundisho gani? Biblia gani hiyo inafundisha sadaka ni lazima? Maana hayajaandikwa hayo. Aliyetuandikia haya Paulo hajaandika hayo kwamba ni halali tuyachukue. Hawa waongo wanawadanganyeni. Na wote ni ujinga wenu nyinyi waumini, kwa sababu hamsomi Biblia. Laiti mngekuwa mnatenga muda hata kwa wiki mara 3 mnasoma Biblia kama mnavyofanya kwa wiki mara 3, mnaenda kwenye maombi, mnaenda kwenye kongamano, mnaishinda kwenye makanisa, mnasoma Biblia, haya mambo yasingetokea. Mngekuwa mnajua kwamba hapa mchungaji anatuongopea. Haya, tuachane na hiyo. Tumeshaona kwamba sadaka ni dhambi. Tumeoshwa sisi kwa damu safi, kwa maji ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo tunasamehewa bure, tunaingia patakatifu kwa mwili wa Yesu Kristo. Watumaini sadaka. Wewe endelea kujenga hayo makanisa yako, tuone kama utaenda nayo mbinguni. Dini haimpeleki mtu mbinguni. Yanayokupeleka mtu mbinguni ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Muamini yeye, na hela yako msaidie maskini, msaidie yatima, msaidie mjane, msaidie mwenye mahitaji. Hiyo ndio sadaka yako bora. Na sadaka yako nyingine yenye kibali ni kuweka mwili wako katika utakatifu na heshima. Tuangalie nyingine hii wanaipinga, tuone wanavyopinga sasa. Na hii nyingine tena wanaipinga nayo toa ya pili.
hii hapa katika Wathesalonike wa kwanza 4:1 inasema, hii haihusu sadaka. Sadaka tumerekebisha hapa kwamba sadaka ni dhambi. Unapompa mtu mpe kwa moyo mmoja. Unapompa mchungaji mpe wewe mwenyewe umependa. Sio kwambie ni sadaka unasamehewa dhambi. Huu nayo mafundisho ya uongo. Tuangalie hapa kwenye Wathesalonike wa kwanza 4:1. Iliyobaki ndugu, na tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu. Kwamba mwenende katika Bwana Yesu, kama mlivyoipokea kwetu, jinsi wapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu. Kama ninyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana, kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Mstari wa 3. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Wathesalonike wa kwanza 4:4. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote. Kama nilivyowaambia kwanza, na tukashuhudia sana, maana Mungu hakututia katika uchafu, bali tuwe katika utakaso. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Kwa haya maneno sio ya kwangu mimi Josefu, sio maneno yangu mimi mwalimu Josefu, sio maneno yangu mimi mwalimu wa maaskofu, sio maneno yangu mimi mwalimu wa Biblia, na hali nakufundisha wewe uyaache, na kufundisha wewe uyajue kwamba Mungu hakututia katika uchafu, bali tuwe katika utakaso. Tujue kuuweza miili yetu katika utakatifu na heshima. Katika utakatifu na heshima. Tunapohubiri maadili katika kanisa, tunapohubiri maadili, watu wasivae vibaya, watu wasivae nguo za aibu, watu wasiwe wanaingia wanavaa vimini. Hii ndio heshima Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kwa nini unapamba kanisa, unaacha kupamba mwili wako na kuuweka kwenye maadili safi kwa sababu ulishakuwa mtakatifu? Halafu nikiongea wananiambia hapana, Mungu wetu angalie mwili. Huyo Mungu wenu ni shetani, kwa sababu wangekuwa ni wa kwenye Biblia haya mngeyasoma na mngeyafundisha waumini wenu. Huyo Mungu wenu sio huyo naye mhubiri mimi wa kwenye Biblia, ambao mimi ndo naifuata, ambao mimi ndo naiamini kwamba ndo, sio kwamba ndo naiamini, ndo naiamini maana imenifungua sana kwenye maisha yangu. Imekuwa kiongozi mimi kunipeleka kwa Kristo, imenifanya nimjue Kristo, na imenifanya niwasaidie watu wengi magonjwa walionayo, hii Biblia katika Yesu Kristo. Kwa huyo naye mhubiri mimi na maandiko nayo yasoma mimi, nina kwamba sio Biblia hii nayo isoma ambao wanatumia kwenye makanisa. Maana haya wangewafundisha waumini wao wavae vikiheshima, wangewafundisha waumini wao wavae vizuri, wangewafundisha waumini wao wawe watakatifu mwili na roho. Kwa nini hawayafundisha haya mafundisho nayo yasoma kwenye Biblia na wanarukaruka? Wanarukaruka hawasomi. Kwa nini hawafundishi hawa? Je, tutashindwa kuwaambia, kwa tutashindwa kujua kwamba hawa ni manabii wa uongo, ni mitume wa uongo, ni wale makristo ya uongo Yesu aliyoyasema? Bali atadondokea kwenye makristo ya uongo, kwa sababu wanawadanganya watu, hawafundishi wa Kristo wao jinsi inatakiwa wawe. Leo muulize mtu yoyote, Mkristo anatakiwa aweje? Tabia ya Mkristo ni ipi? Maadili ya Mkristo ni yapi? Na Mkristo anatakiwa atembeeje, avaeje, afanye kazi gani? Muulize Mkristo mpaka sasa hivi ajue inatakiwa avaeje, inatakiwa aongeeje, inatakiwa afanye vipi kwenye jamii. Mkristo yote hajui, kwa sababu dini zimeshaingia kwenye mpango wa mpinga Kristo, kwa sababu yameacha mafundisho halisi ya kwenye Biblia ambayo inatakiwa tukae utakatifu katika kumngonjea Bwana wetu Yesu Kristo, bali tunakaa kwenye uchafu. Tuishie hapa. Haya nimeyarekebisha madogo tu. Ndo leo nataka niandae sehemu ya 7. Tuko siku leo tunataka tuongelee sehemu ya 7, kwa nini nilijitenga na makanisa, kwa nini nilitoka katika makanisa, nikaacha mshahara safi, nikaacha magari, manyumba nilikuwa nimeahidiwa, nikaona ni uongo, nikasema mimi nitasimamia kwenye ukweli. Wakasema wewe utopata waumini, utopata mchungaji. Kaambia mimi sitaki waumini. Ndio maana mbinguni nataka mtu huyu Yesu Kristo yuko tayari kwa mtu mmoja tu. Yaani dunia nzima mtu mmoja tu atakayekuwa ameokoka. Huyo ndo anayemhitaji. Japo anahitaji wote, lakini anahitaji mtu mwenye toba ya kweli. Na mimi nikasema siko tayari kwenye uongo, mimi nitasoma haya ukweli. Huu ukweli nao usoma ndio leo nifanya nitoe kwenye makanisa. Sasa wameshindwaje kuvaa vizuri? Wameshindwaje kusema ukweli, watu wakasaidiana, wanachukua hela wao. Hivi kipi ambacho ni kigumu katika nilichokisoma hapa ambacho hawezi kukifuata haya makanisa? Na haya maandiko niliyosema yanapingwa na makanisa yote, yanapingwa na dini zote. Na wako tayari kufanya chochote kwa kuyasoma haya maandiko kwa mtu anayewapinga. Lakini mimi
kama Mkristo, kwa kuwa natumia Biblia, Biblia nitaisoma. Kile kilicho cha kweli nitakisoma, maana chote kimeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo siwezi kumwogopa mwanadamu, bali Kristo anayenisukuma kuyaongea haya nitayaongea kwa sababu yameandikwa. Wewe hata ukiruka ukaenda kwenye theology, kwenye vyuo vya Biblia, ukiambiwa ongee hivi, Biblia ipo. Tutajua kile unachokifanya kwamba ni cha ukweli au ni cha uongo. Kitachujwa na Biblia. Mtawatambua kwa matendo yao. Mtawatambua kwa matendo yao. Kwa watu hawezi kupinga kilichoandikwa kwenye Biblia. Na washukuruni katika Kristo Yesu, ni mwalimu wenu, mchungaji wenu, mwalimu mwinjilisti wenu katika Kristo Yesu. Endelea kusoma Biblia, endelea kujifunza haya nayo yasema, endelea kufuatilia vipindi vyangu, acha Biblia Iseme TV, TikTok Joseph Yobegwa, Facebook Joseph Yobegwa. Tuendelee kushikana mkono katika kujifunza. Sadaka yako wewe kwa upande wangu, jifunze Biblia. Ninapotoa vipindi, unaposoma Biblia, umenipa sadaka tosha. Na sadaka yako wewe ya kunipa mimi, mpelekee muhitaji yote aliye karibu yako. Mpelekee kiwete, yule ombaomba, mjane, yatima, kituo cha watoto yatima. Hiyo sadaka ukinipa mimi ukampelekea huyo mtu, umenisaidia sana. Umenisaidia sana. Wewe usiniambie kwamba wewe nimetoa, wewe katoe. Unaposikiza mafundisho yangu, usiache kumsaidia kutoa sadaka yako kwa kumpa muhitaji. Utakuwa umenisaidia, utakuwa umesogeza injili yangu mbele, iendelee kwenda mbele. Yaani utakuwa umenisaidia mimi, moyo wangu utasuzika sana. Nitazidi kusonga mbele, nitazidi kupata nguvu ya kuhubiri. Sadaka yako mpe muhitaji. Utakuwa umenisaidia sana kusogeza hii injili yangu mbele. Na wewe utabarikiwa. Mashambani, nyumbani, utabarikiwa kwa kufanya hivyo. Na hutolia hata siku moja kwamba nimekosa chakula. Mwambie Yesu, nimekosa chakula, nifanye nini? Yesu atasema na wewe, kwa sababu ushampa sadaka yenye kibali. Sadaka ambayo haizuiliwi na mtu yoyote, sadaka ambayo haina majuto moyoni mwako. Toa sadaka yako kwa kunipa mimi, kwa kumpa muhitaji aliye karibu yako, aliye mbali na wewe. Fanya hivyo. Utabarikiwa katika Kristo Yesu. Utakuwa mwana wa Mungu wa kweli. Utajiwekea hazina yako isiyopungua. Asanteni. Nawashukuru sana katika Kristo Yesu. Damu ya Yesu walinde, neema ya Yesu walinde, jina la Yesu walinde. Amani ya Kristo tawale mioyoni mwenu, kila muendapo, kila mtokapo. Mtukuzeni Kristo ndani mioyoni mwenu. Watoto wenu wote na nyie wote muishi katika maadili ya kumpendeza Bwana katika Kristo Yesu. Asanteni.